Na kwa mantiki hiyo, jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa, ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, kama nilivyokushasema hapo awali kwamba lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote nchini, ikiwemo makundi maalum kama vile wanawake, watoto na waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania, moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa. Kampeni hii baada ya kuzinduliwa kwa tarehe 16 itatekelezwa kwa siku 9 mfululizo kuanzia tarehe 17 sasa hadi tarehe 25 ya mwezi Juni. Najua wengine wanaweza kauliza swali, baada ya kuzindua, je, siku hiyo tukitaka kupata sasa ufafanuzi wa masuala kadhaa inawezekana? Naweza nikakiri kwamba inawezekana, na ndio maana tunasema ni siku 9 baadaye bila kuhesabu siku ya uzinduzi, lakini kwa kuhesabu na siku ya uzinduzi ni siku 10 mfululizo. Na kwa mantiki hiyo, katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam kupitia kata na mitaa yetu itatolewa ratiba maalum ya mzunguko wa namna kusikiliza kero na kutatua migogoro chini ya kampeni hii muhimu. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo: 1. Kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia tuna experience, tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa. Kwenye ndoa, baba na mama, familia ya upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kutokupelekea weledi na ufahamu wa kisheria, jambo ambalo mwisho inaweza likapelekea ugomvi hata kuuana. Lakini jambo jingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mirathi inasumbua sana, na ndio maana siku hizi tunaaswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia, unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa migogoro yake? Fika tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025 viwanja vya Maturubai Mbagala uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho la yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi. Tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo, wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria, hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe 16. Wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi inaibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi unakuta gari limeibwa mahali fulani linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe 16, kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala ya mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya